Habari za usiku mtazamaji wa Star TV, ikiwa leo ni tarehe 27 ya mwezi wa pili mwaka 2026, siku ya Ijumaa, na ikiwa leo ni kuelekea mwishoni kabisa mwa mwezi. Naamini kabisa ubuheri wa afya. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka hapa Star TV. Na miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na polisi mkoani Mwanza yawataka wamiliki wa shule binafsi kuimarisha usalama wa watoto wakati wanaposafiri na mabasi ya shule ili kulinda maisha hayo. Kwa haya na mengine mengi, na kusiungane nami hadi tamati. Mtazamaji, vile unaweza kutufuatilia matangazo yetu moja kwa moja kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Nitakaye kuongozea usiku huu wa leo naitwa Frankie Tawa. Karibu tuwe sote. Moja kwa moja sasa tuanze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima amezindua vikundi kazi vya utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mtakuwa wa pili. Joyce Ngerangera ana taarifa zaidi. Dr. Dorothy Gwajima ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akizindua vikundi hivyo kwa mwaka 2024-2025 hadi 2028-2029. Mko hapa. Haya nyinyi mniambie kama mila na desturi na vitini vya mila na desturi na mwongozo wa majadiliano ya kimila kuhusu mila na desturi vinafanya kazi. Haya, tuna vigodoro kwa nini huko? Mpaka mimi niende huko kwa hiyo wananchi wasema tumechoka vigodoro, tumechoka vigoma, tumechoka vijamvi. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Amoni Mpanju, amesisitiza juu ya ushirikiano katika kuleta matokeo chanya. Unatakiwa katika ngazi zote, kuanzia sekta moja kwenda sekta nyingine, mkuu wa kikundi kazi kimoja kwenda kwa mkuu wa kikundi kazi kingine, na ndio msingi wa Mheshimiwa Waziri kutuelekeza tukutane hapa ili vikundi kazi hivyo viweze kuzinduliwa, ili mfahamiane na kujua mawanda ya maeneo mnayosimamia. Nao baadhi ya wadau waliohudhuria uzinduzi huo wametumia wasaa huo kuelezea manufaa yanayopatikana kutokana na ujio wa awamu ya pili ya mtakuwa. Eneo moja tunalojivunia sisi kama mashirika yasiyokuwa ya serikali ni kuweka nafasi ya wenyeviti wenza wa ngazi za mikoa na halmashauri kutoka kwenye mashirika yasiyokuwa ya serikali. Lakini pia tumejiwekea malengo makubwa ya kuzuia ukatili usitokee. Tumesikia Mheshimiwa Waziri anapokea kesi nyingi sana na hii shughuli iko moyoni mwake. Lakini tunasema kwenye mipango yetu tusisubiri mpaka itokee, tuzuie. Kutoka jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Asante sana Joyce kwa taarifa hiyo. Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar amesema Tanzania iko tayari kushirikiana na kubadilishana uzoefu na nchi ya Qatar kukuza sekta ya fedha pamoja na utafiti na uchimbaji wa uendeshaji wa gesi asilia ili sekta hizo ziweze kuchangia zaidi ukuaji wa uchumi wa nchi. Taarifa Beni Moipaja inasomwa studio. Mheshimiwa Balozi Omar amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kupokea ujumbe maalum kutoka nchi hiyo na kufanya mazungumzo na balozi wa Qatar nchini Tanzania, Mheshimiwa Fahad Rashid Al-Mareh. Lakini la pili nikamkumbusha kwamba kwa wenzetu wao Qatar kuna maeneo mawili ambayo tunaweza pengine tukanufaika nayo sana, hasa sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ni mafanikio yao makubwa katika utafutaji, uendelezaji, uchimbaji na uendelezaji wa rasilimali ya gesi asilia, ambako tunafahamu kama sisi wenyewe Tanzania vile tuna ugunduzi, tumegundua gesi asilia na tayari kuna maeneo ambayo tumeendelea kuichimba na kuitumia. Kwa hiyo kwenye hili hasa kwenye upande wa utafutaji na namna ambavyo wao wameweza kuiendeleza, tunaweza tukabadilishana uzoefu vile, kwa sababu bado tunaamini kuna maeneo makubwa kwa upande wa jamhuri yetu hatujafanya utafiti wa kutosha na ambayo yana fursa pengine ya kutupelekea huko na sisi kupata ugunduzi mkubwa. Kwa hiyo
namna ambayo tungeshirikiana, na kwenye hili amesema tayari wao walishaanzisha mazungumzo kwa pande zote mbili za jamhuri, na wako tayari kwa upande wa Tanzania bara na upande wa Zanzibar, kama kutahitajika mashirikiano yote, msaada wote kwenye utafutaji na uendelezaji, wao wapo tayari. Kuhusu sekta ya fedha, Mheshimiwa Balozi Omar amesema kuwa Qatar ni kituo kikubwa cha fedha katika nchi za Ghuba ya Uajemi, na kwamba Tanzania inaweza kufaidika na uwepo wa kituo kama hicho na kuwezesha kuyafikia masoko ya mitaji. Pia uzoefu wao nchi ya Qatar katika mambo ambayo yameendelea kwa haraka na yamepiga hatua kubwa ni kuifanya Qatar kuwa kituo cha fedha, yani ni financial center katika nchi zile za miongoni mwa nchi zilizopo katika Gulf, katika Ghuba. Kwa hiyo na hili nayo nikamwambia tuangalie nayo. Hatujawaona sana Qatar pamoja na utajiri wao mkubwa, hatujawaona sana kwenye mashirikiano yao kwenye kusaidiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuliangalie kama kuna fursa yoyote. Lakini la pili, kwenye ujengaji wa vituo kama hivi vikubwa vya sekta ya fedha, na pengine Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ingependa kuwa na kitu kama hiki katika ukanda huu. Kwa hiyo nalo ni uzoefu zaidi, na la pili ile ufikiaji wa soko la mitaji lililopo Qatar. Nchi ya Qatar ina uzoefu mkubwa katika sekta utafutaji, uchimbaji na uendelezaji wa gesi asilia. Moja kwa moja sasa tuungane na Queen Yusuf kutoka mkoani Tanga. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Muheza mkoani Tanga limeazimia kwa kauli moja kutokuwa na imani na mkurugenzi wa halmashauri hiyo kufuatia madai ya ubadhirifu wa fedha katika ujenzi wa jengo la utawala linalogharimu kiasi cha shilingi bilioni 4. Azimio hilo limetolewa katika kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoketi kujadili maelekezo yaliyotolewa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba baada ya kutembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa jengo la halmashauri hiyo, ambapo alibaini dosari na viashiria vya matumizi mabaya ya fedha za umma pamoja na ubadhilifu wa vifaa vya ujenzi wa jengo hilo. Inatia uchungu sana kwamba sasa hivi Muheza inapotolewa kama mfano mbaya, hatukwepi kwa sababu sisi ni madiwani wa halmashauri ya Muheza. Lakini tunapambana, tunafanya kazi zetu vizuri. Mbunge wetu tunaye, tunashirikiana naye vizuri. Anatafuta fedha, analeta, lakini tunamchwa, hasimamii vizuri, mianya ni mingi. Hii imetufanya sasa kwa kauli moja tulipojigeuza kamati kuja na tamko la kwamba tumepoteza imani na mkurugenzi wetu. Katika kikao hicho, madiwani wameeleza kutoridhishwa na namna ya usimamizi wa mradi huo unavyotekelezwa, wakidai kuwa kusimamishwa kazi kwa watumishi 14 wa halmashauri hiyo ni ishara tosha kuwepo kwa mapungufu makubwa ya kiutendaji na kiusimamizi. Wajumbe 50 wameunga mkono, hawana imani na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Kwa hiyo hii ni dhahiri kwamba wameguswa na mambo mabaya yanayofanyika Muheza chini ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Tunaendelea kusema alhamdulillah. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikukaribishe kufunga kikao. Na hapa mkuu wa wilaya hiyo Ayubu Sebabili anasisitiza umuhimu wa uwajibikaji na ushirikiano kati ya watendaji na wawakilishi wa wananchi ili kuhakikisha miradi inakamilika kwa viwango vinavyotakiwa. Kwa hivyo wito wetu kama serikali ya wilaya, tunaomba ninyi ambao ni wenye viti wa kamati za maendeleo za kata, na kwa kuwa miradi hii inatekelezwa ndani ya kata zenu, tunataka ushirikiano. Tunataka ninyi muwe sehemu ya ile miradi. Mradi ukiharibika na wakati uko pale, ukweli mimi binafsi, mimi nikiwa kama mkuu wa wilaya hapa, sintokuelewa. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Asante Queen Yusuf kutoka mkoani Tanga. Wizara ya Maji imewataka wawekezaji kutoka sekta binafsi kutumia fursa zilizopo katika sekta ya maji kushirikiana na serikali kutatua changamoto zinazowakabili wananchi hususan maeneo ya vijijini. Brian Moses anatujuza habari hii. Maelekezo ya wizara hiyo kwa sekta binafsi yametolewa jijini Dodoma na Waziri wa Maji Jumaa Aweso katika mkutano wa kwanza wa mwaka wa RUWASA na vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii. Ni muda mwafaka wa private sector kushirikiana
na wizara yetu ya maji kuhakikisha tunamaliza matatizo ya maji nchini. Na faraja iliyopo, ukifanya takwimu, tuna takribani vijiji 12,333. Kupitia wakala wa maji vijijini RUWASA tumeshafika vijiji 10,758, vijiji 1,575 ndivyo vilivyobaki. Leo tuna wadau mabenki, tuna wadau wengine wengi, tuna NGOs zinazotoa huduma ya maji safi na salama. Badala kuziacha tu zikajitolea huduma, kifanyike kikao maalum. Aidha, katika hatua nyingine, Waziri Aweso akatoa angalizo kwa watumishi wasiotimiza wajibu wao. Hatutaki mtumishi kila siku ni visingizio. Ukai kazini unazurula kama vile Vasco da Gama. Haiwezekani. Haupo kwenye kituo chako cha kazi, ufanyi kazi. Mfanye kazi yenye matokeo. Na ndio maana nimewaeleza, jambo la kwanza sisi kama wizara sasa hivi tunachokifanya tathmini kuanzia ngazi ya chini kabisa. Tutaangalia CBUSOS. Katibu Mkuu Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri akataka vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii kutimiza wajibu wao bila visingizio. Muhakikishe mnaenda kufanya kazi na kusimamia hali njema ya utoaji wa huduma kwa mwananchi, kuhakikisha malalamiko ya wananchi wa vijijini hatutaki kuyasikia, na msizoee shida za wananchi mnaowahudumia. Kwa hiyo pamoja na kazi nzuri, naomba kusisitiza mivujo, huduma kutokupatikana kwa sababu zisizokuwa za msingi. Ni kukuomba kwamba vyombo vyetu hivi sasa vinatoa huduma, lakini gharama za uendeshaji zimepanda. Gharama za vipuli na vitu mbalimbali, Mheshimiwa Waziri, vimepanda, lakini zile tozo zetu au taarifu zetu zimebaki pale pale. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Asante Brian Moses kwa taarifa hiyo. Kikundi cha waandishi wa habari wanawake mjini Geita, Women in Action, kimetoa msaada wa vyakula pamoja na vifaa muhimu kwa ajili ya watoto wenye utapiamlo ambao wanapatiwa matibabu katika hospitali ya Manispaa ya Geita. Salma Mrisho ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni zaidi ya kalamu, kamera na kipaza sauti. Kikundi cha waandishi wa habari wanawake WIA mjini Geita wamevaa sura ya utu na mshikamano. Kwa hiari yao wenyewe, waandishi hawa wamejipanga, wamechangishana na kununua vyakula pamoja na vifaa muhimu kwa lengo la kusaidia watoto wanaokabiliwa na tatizo la utapiamlo wanaopatiwa matibabu katika hospitali ya Manispaa ya Geita. Kwa mwaka ni watoto si chini ya watoto 120 ambao tunahudumia. Na hao peke yake ni wale watoto ambao wanahitaji matibabu ya utapiamlo mkali. Lakini kwa watoto ambao ni kuhusu matibabu ya utapiamlo wa kadri, wenyewe tunahudumia kama wagonjwa wa nje. Kupitia msaada huu, waandishi wa habari wameonyesha kuwa jukumu lao halipo tu katika kuhabarisha jamii, bali pia kushirikiana kikamilifu katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Ukiangalia, bado kuna baadhi ya familia zinapambana na changamoto za kiuchumi, hali inayoathiri zaidi watoto wachanga na wenye umri mdogo ambao huhitaji lishe bora ili kukua na kuwa na afya njema. Tukajikusanya, tukajichanga, tukashirikiana vizuri na jamii na tukaona kile ambacho tumejaliwa basi tuweze kukifikisha kwa watoto wenye utapiamlo katika hospitali hii ya mji wa Geita. Kwa hivyo mzazi, ukishaona mtoto wako anauma, basi jitahidi kumwaisha hospitali ili kuepuka gharama pamoja na matatizo mengine ambayo yanaweza kutokea. Tunamshukuru Mungu na wadau kwa ujumla kwa kutuwezesha kufika mahali hapa kutoa msaada huu. Hivyo tunawasihi na watu wengine ambao wanatutazama leo hii kufika hospitalini hapa kusaidia watoto. Madaktari na wauguzi wa hospitali hii wamepongeza hatua hiyo, wakisema msaada huu utasaidia kuimarisha juhudi za kitabibu na kuwapa matumaini watoto wanaopambana kurejea katika afya njema. Wamekuja kuwafariji kwa kuwaletea zawadi ambazo zitawasaidia katika mahitaji yao mbalimbali huko wanaendelea na huduma za matibabu katika hospitali yetu. Kuendelea kuweka juhudi katika virutubisho mbalimbali ili kuzuia utapiamlo kwa watoto. Shukuru kwa msaada wenu, kwa kutuunga mkono. Pia Mungu awabariki. Kwa waandishi wa habari wa Geita, huu ni ujumbe mmoja muhimu: habari huelimisha, lakini matendo huokoa maisha. Salma Mrisho, Star TV, Geita.
Hongereni sana waandishi wa habari kwa msaada huo. Zaidi ya shilingi milioni 200 zinatarajiwa kutumika katika awamu ya kwanza ya urejeshaji ardhi ulioharibiwa katika wilaya ya Monduli na Karatu na kupitia mradi wa FR 100. Tupate taarifa kamili. Mradi huu ambao unajulikana kama FR 100 umezinduliwa na mwakilishi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, na hapa anaeleza manufaa ya mradi. We are encouraging farm organization to be receiving loans from the financial institution with very good package so that they can realize the investment that they have to pay back, and this will build on the sustainability of the initiative. Awali akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii, Mkuu wa Chuo cha Misitu Olmotonyi Daktari Joseph Makero anasema mradi huo utasaidia wajasiriamali kupata mitaji ya uhakika na kuondokana na utegemezi wa misitu. Mfuko huu kwetu sisi kama wahifadhi tunadhani kwamba ni suluhu kwa ajili ya kuwawezesha hao wazalishaji wadogo ili waendelee kutunza mazingira yetu na kutunza misitu yetu kwa ajili ya kizazi chetu pamoja na kizazi kijacho. Kwa upande wake, mratibu wa MVIWA Arusha Richard Masandika akaeleza matarajio ya mradi. Mradi ambao unatarajia kurejeza mazingira kama hekari milioni 100 duniani Afrika, kipato ambacho watakisaidia kuweza kufanya shughuli zao kule vijijini, shughuli ambazo zitahusisha moja kwa moja na mazingira. Zaidi ya ekari 70,000 za ardhi zinatarajiwa kurejeshwa kwa wilaya za Karatu na Monduli kupitia mradi wa FR 100, huku zaidi ya shilingi milioni 200 zikitarajiwa kutolewa katika awamu ya kwanza ya mfuko huo. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, mimi ni Theodora Mrema wa Star TV. Asante Theodora Mrema kwa taarifa hiyo. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo na Makazi imewataka wanawake kutumia vizuri fursa ya Samia Ardhi Clinic itakayoanza Machi 2 hadi 7 nchini kupata elimu ya haki ya umiliki wa ardhi. Tupate taarifa kamili. Ujumbe huo wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi umetolewa na Naibu Katibu Mkuu wa wizara hiyo Lucy Kabiemera jijini Dar es Salaam wakati akiongea na waandishi wa habari kuhusu mipango ya wizara hiyo ilivyojipanga kuelekea siku ya wanawake duniani. Amesema kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa kila Machi 8 ya kila mwaka, wizara hiyo imeamua kuendesha kliniki ya ardhi iliyopewa jina la Samia Ardhi Clinic inayolenga kusogeza huduma za wizara hiyo karibu na wananchi. Safari hii Wizara ya Ardhi tumetoa fursa ya kufanya clinic maalum ya ardhi kwa wanawake pekee. Na hivyo kauli mbiu yetu ya clinic hii ambayo inatarajiwa kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 7 Machi mwaka 2026 inasema mwanamke haki yako, milki ardhi sasa. Na kupitia clinic hii wizara inatarajia kutoa elimu kuhusu haki ya umiliki wa ardhi hususan kwa wanawake, lakini kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusiana na masuala yote yanayohusika na sekta ya ardhi, na vile vile kutoa huduma nyingine zozote ambazo zinahusisha sekta ya ardhi, na kwa kipekee kutoa hati miliki kwa wale wanawake ambao watakuwa wametimiza masharti yote ya umilikishwaji, na kama ilivyo kawaida yetu hati zinatoka papo kwa papo. Aidha, amefafanua kuwa ni 28% pekee ya wanawake Tanzania ndio wanamiliki ardhi. Hivyo hatua hiyo ni juhudi za kuhakikisha wanawake wanapata elimu ya kutosha kuhusu ardhi, lakini pia kuondosha dhana potofu kuhusu masuala ya umiliki na urithi wa ardhi kwa wanawake. Naonyesha mkoa ambao unaongoza kwa wanawake wengi ambao wanamiliki ardhi mpaka sasa, mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida wamefika 48%. Lakini kuna baadhi ya mikoa kama Dar es Salaam pia nao wanafanya vizuri, wako zaidi ya 30%. Lakini takwimu niliyotoa 28% nimesema ni wastani kwa nchi nzima. Kwa hiyo basi utaona wapo wanaofanya vizuri, wapo wanaofanya vibaya, lakini siku zote sisi tunapenda kutoa yale ambayo ni mazuri ili kuendelea kuhamasisha kwamba inawezekana kufika kwenye 48%, lakini hata zaidi ya hapo. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu yatasindikizwa na kauli mbiu isemayo haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam.
Vijana mkoani Mwanza wameshauriwa kutumia vyema fursa za kupata elimu na mafunzo ya ufundi stadi kujiajiri ili kujikwamua kiuchumi. Taarifa ya Elisha Ndalo inasomwa studio. Mkuu wa wilaya Ilemela Amiri Mkalipa katika kufunga mafunzo ya vijana wanaodhaminiwa na shirika la Plan International kwa kushirikiana na chuo cha VETA mkoa wa Mwanza, ameshauri vijana hao kutumia vema ujuzi waliopata kwa manufaa ya jamii. Ni bahati mliopata miongoni mwa vijana wa Tanzania. Zaidi ya vijana 800 wanufaika na nyinyi leo vijana 336 ambao ninyi mtakwenda kupata vyeti, lakini 2 mmepata ujuzi, 3 mtapata vifaa. Nendeni mkauone uzalendo wa Plan International. Mratibu wa mradi wa vijana elimu, malezi na ajira VEMA Gadil Kayanda amebainisha kuwa mradi huo umelenga kuwapatia mafunzo ya ujuzi na ujasiriamali vijana wanaotoka katika mazingira magumu, huku kaimu mkurugenzi wa VETA kanda ya Ziwa akiwahakikishia utoaji wa mafunzo stadi yenye kiwango na ubora. Lengo letu kubwa ni kijana apate ujuzi aweze kujiajiri ama kuajiriwa. Na mpaka sasa hivi kwa awamu ile tu ya kwanza ile tumetoa kwa wale 200 wa kwanza wale, na vijana zaidi ya 80 ambao tayari wana shughuli zao. Na sisi wasimamizi hapo tunafuatilia utekelezaji wa mradi kutoka kwanza mpaka kutamatika. Tunafuatilia kwa karibu, tunafanya tathmini ya wafuatiliaji kujua mafanikio. Wanufaika mradi huu wameshukuru shirika la Plan International pamoja na chuo cha VETA kwa kuwasaidia kupata ujuzi ambao utawawezesha kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira. Endelea kuwa ni mkubwa zaidi kwetu sisi, na tunaahidi kuwa tunaenda kuwa suluhisho la changamoto na sio chanzo cha tatizo. Kwa nini nikae chini wakati na kitu kichwani? Kwa kuwa ninafanya, nitaenda kufanya kazi na nitaingiza kipato. Na hivyo ndivyo itafanya kazi ya kuinua taifa letu. Tusaidia kujiendeleza kiuchumi pamoja na vifaa vyote nilivyo navyo, naamini kabisa lazima nitasonga mbele kiuchumi na kimaendeleo. Zaidi ya kiasi cha fedha za Kitanzania milioni 160 zimetumika kugharamia mafunzo kwa vijana katika fani mbalimbali chini ya uratibu wa shirika la Plan International katika halmashauri ya Nyamagana na Ilemela, ambapo vijana wamehitimu 336 na kukabidhiwa vifaa vya kufanyia kazi. Asante sana kwa taarifa hiyo. Tunasonga mbele. Polisi mkoani Mwanza imewataka wamiliki wa shule binafsi kuimarisha usalama wa watoto wakati wanaposafiri na mabasi ya shule ili kulinda maisha yao. Respicius Kaiser anatupasha habari hii. Msisitizo huo umetolewa jijini Mwanza na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Willibrod William Mtafungwa, huku walengwa wa maelekezo hayo wakiwa ni wamiliki wa shule, wasimamizi wa watoto pamoja na madereva wanaoendesha magari ya shule. Magari ya shule yabebe watoto kulingana na uwezo wake, level set. Na watoto wakae kwenye viti. Na wafunge mikanda. Nimewapa mfano wa ile ajali ya kule Mtwara. Nimwambia mimi nilikagua. Wafunge mikanda ili kuokoa maisha. Pamoja na mambo mengine, kamanda Mtafungwa hakusita kuwakumbusha wamiliki wa shule umuhimu wa kuyafanyia ukaguzi magari ya shule. Sheria inasema magari ya shule yanatakiwa kukaguliwa. Yawe bora kutembea barabarani magari ya shule. Lakini hapa tujiulize, je, wote mnapeleka magari yenu kukaguliwa kama sheria inavyowataka? Kwa upande wake, Koplo Salama Mlawa kutoka dawati la jinsia polisi wilaya Nyamagana ametumia fursa hiyo kuwasilisha ujumbe wa kupinga vitendo vya ukatili kwa watoto unaofanywa na baadhi ya wazazi na walimu, huku mkuu wa kikosi cha usalama barani mkoa wa Mwanza, mrakibu mwandamizi wa polisi Sunday Ibrahim, akionyesha kidole madereva wanaoendesha magari ya shule. Bila kusahau kuna ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili ni upi? Wazazi tunapiga watoto wetu, walezi tunapiga watoto wetu, walimu tunapiga watoto wetu bila kuangalia kiasi ambacho tunasababisha madhara kwa watoto wetu. Kwa hiyo mimi ni waombe na tuwataki, tujitahidi kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Jiheshimu wewe mwenyewe. Nakemea wale ambao wanapiga vyombo alafu naenda kuwachukua watoto wewe jidunge Jumamosi hiyo yako huko nyumbani, lakini sio Jumapili kwa mkia Jumatatu eti unachukua unaenda kubeba watoto alafu huko mbwi, utapoteza jembe lako hilo. Kutoka jijini Mwanza, Respicius Kaiser.
Asante Respicius Kaiza kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Arusha inakusudia kupunguza tatizo la muda mrefu la ukosefu wa nyumba za watumishi wa umma wakiwemo walimu. Beatrice Gerard anatuarifu. Mwenyekiti wa halmashauri ya Arusha Baraka Mesiaki anaweka mkakati huo katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo na kuongeza kuwa ni wajibu wa watumishi wa umma kuishi kwenye nyumba ambazo ni uwekezaji wa serikali ili kufanikisha azma ya huduma bora na kwa wakati kwa wananchi. Kwa maelekezo ya baraza, maana yake watumishi wote ambamo kwenye shule zao ama kwenye taasisi zao, kwa maana ya zahanati, vituo vya afya ambamo kuna nyumba za serikali, wanapaswa kukaa pale kwenye nyumba hizo ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi wetu moja kwa moja. Kwa hivyo tumeelekeza kwa maana ya mkurugenzi na timu yake yote kufanya follow up kuhakikisha kwamba nyumba zote ambazo serikali imejenga kwa jasho la wananchi, wale watumishi wote wahusika waishi katika nyumba hizo. Suala hili ni moja ya ajenda zilizoibuliwa na baadhi ya madiwani wa halmashauri hiyo na kuongeza kuwa ni baadhi ya mambo yanayodumaza utendaji wa utumishi wa umma wakiwemo walimu. Kuna baadhi za shule zina nyumba chache, lakini mheshimiwa mwenyekiti, inaonekana kuna baadhi ya walimu hawataki kuishi katika maeneo ya kazi. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, nitaka kujua, je, utaratibu wa kazi ukoje? Tunaelewa nyumba ziko chache, lakini kuna baadhi ya maeneo shule zina nyumba, japo kuna walimu hawataka kuishi maeneo ya kazi, wanakaa maeneo ya mjini. Naye mkurugenzi wa halmashauri hiyo Suleiman Msomi anabainisha mpango wa serikali katika kuongeza nyumba za watumishi hususan maeneo ya pembezoni ili kupunguza changamoto zilizopo. Sasa mpango wa halmashauri tokea mwanzo ni kuhakikisha kwamba inaweka mazingira mazuri kwa watumishi wake kwa kuweza kujenga nyumba katika shule, ina maana kwa ajili ya walimu katika mashule hayo, na haswa kipaumbele ilikuwa ni zile kata za pembezoni. Lakini pia haikuishia hapo, halmashauri ina mpango kabambe mkakati katika bajeti hii ambayo tupo katika mchakato sasa hivi wa kutekeleza kujenga nyumba nyingi zaidi katika maeneo mbalimbali, na kipaumbele kile ni kata za pembezoni. Kwa mujibu wa madiwani hao, kuwapo kwa makazi bora kwa watumishi wa umma jirani na maeneo ya kazi kutasaidia kuongeza ufanisi na uwajibikaji na kuleta matokeo chanya kwa huduma wanazozitoa. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Asante Beatrice Gerard kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa elimu ya usimamizi wa fedha ni muhimu kutolewa kwa jamii ili kuwa na uelewa mkubwa wa kuwekeza kwa ajili ya maendeleo ya baadaye na kuinua hali ya maisha ya kaya. Taarifa zaidi na Shaban Lupimo. Kuona umuhimu huo, shirika la Trees for the Future limewajengea uwezo maafisa maendeleo ya jamii wilaya ya Magu na wataalamu wa shirika hilo katika wilaya ya Bariadi, Busega na Tabora kwa ajili ya kwenda kuunda vikundi vya kuweka na kukopa ambavyo vitakuwa na wajibu wa kuinua hali ya maisha ya kaya kupitia mradi wa kilimo cha mfumo wa bustani misitu. Lakini kilicho muhimu zaidi katika utekelezaji wetu ni namna tunavyounganisha mfumo huu wa kuweka na kukopa na utekelezaji wa bustani misitu, ambayo hiyo ndio approach tunaitumia katika utekelezaji wa miradi yetu. Kupitia muunganiko huu, akiba ya mikopo ya vikundi haitobaki kuwa fedha tu, bali itakuwa kichocheo cha uwekezaji katika uzalishaji. Wananchi wataweza kutumia rasilimali hizi kupanda miti ya matunda, mazao mseto, mifumo ya kilimo inayochanganya lishe na kipato. Hii itachangia moja kwa moja kwenye kuimarisha usalama wa chakula katika kaya, kwani bustani misitu zinaleta chakula cha kudumu na chenye lishe mwaka mzima, na hilo ndio lengo letu. Akifunga mafunzo hayo, mkuu wa wilaya ya Bariadi Simon Simalenga anataka elimu ya usimamizi wa fedha kufikishwa kwa jamii. Hii elimu haitakiwi kuishia kwenu, inatakiwa iende kwenye vikundi, na vikundi, wale wenye vikundi wana familia zao, si ndio? Kwa ile discipline ya fedha inatakiwa ikatoke kwa yule mnaenda kumpa mafunzo. Kwa hiyo inatoka kwake inaenda kwenye generation yake kadiri muda unavyozidi kwenda. Washiriki wa mafunzo haya wanaahidi matokeo chanya kwa kwenda kubadilisha hali ya maisha ya wananchi. Mafunzo haya yametujengea uwezo kwenda kuwasaidia maafisa maendeleo wenzetu ili nao pia tuwajengee uwezo kuhusiana na uendeshaji wa vikundi vya huduma ndogo za fedha, lakini pia na vikundi vya kijamii vilivyopo kwenye halmashauri yetu.
Naamini tunaweza tukapeleka elimu ya ujasiriamali na namna ya kuendesha vikundi kwa wakulima, kiasi cha kwamba hata pale tunapo phase out kwenye miradi kwenye mikoa, wakulima watakuwa na uwezo wa kuviendesha vikundi hivi, lakini licha tu ya kuviendesha vitaunganisha kuendeleza miradi yetu ambayo tunaiacha ya bustani misitu katika mikoa ambayo tunafanya. Lengo la mradi wa kilimo endelevu cha mfumo wa bustani misitu ni kuongeza usalama wa chakula, kipato cha kaya na kutunza mazingira. Shabani Lupimo, Star TV, Simiyu. Asante Shabani Lupimo kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu. Asante vile vile kwa kuendelea kuitazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Star TV. Na kuongozea naitwa Frankie Tawa. Tunaenda katika mapumziko mafupi, takaporejea jicho letu mkoani linafuata. Ni wiki nyingine tena soka ndani Star Time. Usikose kwenye Bundesliga. Hii ni Der Klassiker ya Kibundesliga. Borussia Dortmund dhidi ya Bayern Munich. Game itapigwa Jumamosi Februari 28 saa 2:30 usiku. Kwenye La Liga Jumamosi Februari 28 Barcelona dhidi ya Villarreal saa 12:15 jioni. Jumatatu Machi 2 Real Madrid dhidi ya Getafe saa 5 kamili usiku. Bila kukosa nusu finali ya pili Copa del Rey Barcelona mbele ya Atletico Madrid ni Jumanne ya Machi 3 saa 5 kamili usiku. Kwenye Saudi Pro League kwa Al Faiha watawakaribisha Al Nassr Jumamosi ya Februari 28 saa 4 kamili usiku. Usikose mechi hizi live kupitia TV3 kwa Kiswahili na channel za michezo za Star Times kwa Kiingereza. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo. Upate dekoda antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Sekta ya michezo ya kubahatisha inakuwa kwa kasi hapa Tanzania. Fahamu kuwa michezo ya kubahatisha inasimamiwa na kudhibitiwa ipasavyo na GBT ambayo ilianzishwa kisheria ili kuhakikisha kuwa sekta inaendeshwa kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni, inachangia katika maendeleo ya taifa letu na jamii inalindwa dhidi ya athari zozote zinazoweza kujitokeza. GBT hii ndio mamlaka pekee hapa nchini yenye jukumu la kutoa leseni za michezo ya kubashiri, mashine za slot yani dubwi, kasino, bahati nasibu ya taifa na promotion zote za biashara zinazoendeshwa na makampuni na mashirika mbalimbali. Vile vile GBT inaishauri serikali juu ya viwango vya kodi. Pia inasimamia ushindani wa haki na kutatua migogoro baina ya waendeshaji na wachezaji. Elimika kaka, elimika dada, michezo ya kubahatisha ni burudani, sio mbadala wa kazi na ni marufuku kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Karibu na sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Jicho letu mkoani leo linaangaza huko mkoani Manyara. Polisi wilayani Babati mkoani Manyara inatarajia kuanza msako wa kuwakamata wasichana wanaofanya biashara ya kujiuza pamoja na kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Zakaria Mtigandi anatujuza. Akiongea kwenye ziara ya kuhamasisha ulinzi, mkuu wa polisi wilaya Babati mrakibu wa polisi SP Ernesta Mwambinga amesema kuwa msako huo utaenda sambamba na kuwakamata wamiliki wa nyumba za kulala wageni wanaohifadhi madadapoa hao. Tutafanya operation maalum kule wanapojipanga kule, tutawakamata na tutahakikisha kwamba watuambie yeye anafanya kazi gani hapa Babati, ndio hiyo tu, na anakaa wapi, kwa sababu haiwezekani mtu kakaa guest miezi 6. Nazo hizo guest tutachunguza. Kikundua kwamba zinashiriki kufanya hizo shughuli, tutaandaa utaratibu mzuri tu, watafungiwa hao. Tulisikia kuna guest ilifungiwa kule. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Mji Mpya panaposemekana madadapoa hao ndipo walipopiga kambi, wanasema wamekuwa wakishuhudia matukio mbalimbali ya uhalifu yakifanywa na kundi hilo. Pale kwa wale wadadapoa pale, vibaka wako hivi.
wale ndio wananunua vitu vya wizi na ndio wanashirikiana na waizi. Hata juzi tu tumefuata saa 8 ya usiku kwenda kusearch wale wanawake, tulipata simu na binti moja alichukuliwa. Wale madada wanaojiuza ni hatari. Kitu kikiibiwa wale mtaani, simu wanapelekea, wananunua. Ikiibiwa sijui nini wananunua. Watu wanakunywa pombe saa 12 afande asubuhi. Unakuta nyumba zimejaa watu hivi asubuhi. Mimi juzi nikasema hivi, kwani watu tukiwazoa tukawapeleka shule msingi kwangu wakafeka ile mazingira, kuna shida gani? Akielezea kuhusu hoja hiyo ya pombe, Kamanda Mwambinga anasema msako utakaofanyika utahusisha pia wale wanaokiuka sheria ya kufanya biashara hiyo. Nafikiri mtaanza kuona weekend hizi, lakini hata baa zile kubwa kwa sasa hivi hatuna baa yenye kibali cha kukesha. Wewe kama kuna baa inakesha, wewe nipigie. Inatakiwa zifungwe zote saa 6. Tumeelewana? Hatuwezi kuendelea kuruhusu mabaa ya nani. Lakini pia niwapongeze wale wote wanaoendelea kutoa taarifa na tunazifanyia kazi, na niwahakikishie Babati sasa hivi ni salama. Aidha, kamanda huyo wa polisi ametoa namba zake za simu kwa ajili ya kupokea taarifa za uhalifu kwa haraka. Bangu ni rahisi kabisa. 0787721072. Kuna taarifa yoyote nipigie unijulishe. Kamanda huyo wa polisi amewataka wakazi wa wilaya ya Babati kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Hilo ni jicho letu mkoani, lilikuwa linaangaza huko mkoani Manyara. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zinafuata. Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Wajasiriamali mkoani Mwanza wameziomba taasisi za kibenki kutumia maeneo ya biashara zao kutoa elimu namna ya kuomba mkopo katika taasisi hizo ili waweze kuongeza mitaji ya biashara zao. Taarifa ya Sharifu Suleiman inafafanua zaidi. Hawa ni wajasiriamali waliopo katika soko la Sabasaba katika manispaa ya Ilemela jijini Mwanza. Wanaeleza uoga wanaopata kukopa katika taasisi za kifedha. Wanaona elimu ikiwafikia itasaidia kuondokana na changamoto ya mikopo umiza ambao ni kero kwao. Na wewe wakati huo wewe ni mfanya biashara mdogo ndogo ambaye mtaji wako labda ni kuanzia 50 au 200,000. Alafu uende ukakope benki. Utaulizwa kwanza una nyumba, una hati, una nini? Ndio maana tunashindwa. Kinachohitajiwa wafungue maeneo mbalimbali kwenye soko, wanaweza wakaweka katawi kao, wakatuletea hiyo huduma ili na sisi tufaike nayo, kwa sababu sasa hivi tunaumia na hela za moto. Rehema Kimonga ni mjasiriamali aliyetumia benki ya Equity kukopa mkopo wa magari ya wanafunzi. Anaeleza tija ya mikopo hiyo haswa kwa wajasiriamali wenye kipato cha chini. Equity wamekuwa ni watu sahihi wa kuyasoma maono ya mwanamke, na sio mwanamke mimi tu. Equity imetoa nafasi hii kwa wanawake wengi wafanyabiashara na wajasiriamali katika kuwawezesha. Rehema pia ni mmiliki wa shule ya awali na msingi ya Narai iliyopo Kiseke jijini Mwanza. Anawaomba wanawake kuishi katika ndoto zao, huku meneja biashara wa Equity Martin Rajab akiwataka wajasiriamali kuchangamkia fursa zilizopo katika taasisi za kibenki. Unapokuwa na ndoto kubwa na unakutana na watu ambao wataielewa ndoto yako, watatafsiri maono yako, unapata fursa ya kuwezeshwa kama ambavyo nimepata hivi. Tumemkopesha bila kuchangia chochote, kwa maana kwamba tumemkopesha asilimia ngapi? 100% ya manunuzi, kwamba gari lenyewe ndio tumelitumia kama dhamana. Si swala la kwamba lete 5%, 10%, 40% uchangie. Kwa hiyo sisi tumeenda mbali zaidi kwamba una uwezo wa kukopeshwa gari 100%, na hii ni kutokana na kwamba ameshajiunga kwenye mfumo. Magari mawili ya wanafunzi ambao ni mkopo wa bei nafuu yamekabidhiwa na taasisi hiyo ya kifedha. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza.
Asante Sharifa Suleiman kwa taarifa hiyo. Baraza la madiwani wilayani Serengeti mkoani Mara limepitisha bajeti ya shilingi bilioni 61.1 mwaka wa fedha 2026/27. Frankius Cleophas ana taarifa zaidi. Akiwasilisha makisio ya bajeti hiyo, afisa mipango wilayani Serengeti mkoani Mara, Wilfred Mwita, anasema kuwa ongezeko la bajeti hiyo ni 18%. Mapendekezo haya makisio ya bajeti hii kwa mwaka wa fedha 26/27 ni sawa na ongezeko la 18% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025/26 ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 51 na milioni 936. Tunaliomba baraza lako kupokea na kutuidhinishia matumizi ya kiasi cha shilingi bilioni 61,117 milioni 499,965. Kwa nyakati tofauti madiwani wanatoa mapendekezo juu ya bajeti hiyo. Kwa mimi nashauri baraza lako Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba tuwe na mkakati wa maksudi hasa baraza hili kwa kuunda task force ya kufanya hii kazi. Nini kifanyike? Ninashauri kwamba tuwe committed na ukusanyaji wa mapato. Ni lazima afisa biashara na halmashauri kwa maana ofisi ya mkurugenzi iwe na data ya wafanyabiashara wote katika halmashauri yetu ili tuweze kujua wafanyabiashara wangapi tunao na wanalipa kiasi gani cha mapato. Ardhi ni ya kwetu ya Serengeti na madini yanatoka kwetu na planti tunazo. Hata kama kuna erosion ambazo kwamba tayari watu hao wanahitaji kwenda kuchangiwa Tarime, lakini pia wanatoka kwa kibali maalum. Licha ya kupitishwa kwa bajeti hiyo, pia madiwani wamepitisha bajeti ya wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA kiasi cha shilingi bilioni 2.3, huku makamu mwenyekiti wa halmashauri hiyo Elias Melengo akisisitiza ushirikiano katika ukusanyaji wa mapato. Baraza lako TARURA wilaya Serengeti inaomba sasa baraza lako kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 2,384. Tumejipanga vizuri na tuko imara kuhakikisha tunasimamia mapato yetu ya ndani. Maana tusipokusanya mapato hatuwezi kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa hiyo sisi kama madiwani tumejipanga, na nyewe wataalamu tuwaombe sasa mtupe ushirikiano. Nikiripoti kutoka wilayani Serengeti mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV. Asante Frankius Cleophas kutoka mkoani Mara. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za michezo na burudani zinafuata. Endelea kubaki na Star TV. By the way, Dad, nimepita pale ofisini, nimewambia mimi sitaki tena kazi. Mtoto mshenzi sana huyu. Kwa ulikuwa unanigombanisha na Kendrick ili utembee naye wewe. You forgot that I'm your sister. Kifua changu kimebeba mambo mengi sana kwa ajili yako. Usidhani unavyonivua nguo hapa unanitumia. Mimi ndio nakununua ili kupunguza shida zako. Do you hear me, Captain? Nitajifanya ujisi kama mtoto wa miaka 3. Baba yuko wapi? Ni wakati wa kusalisha misa ya marehemu. Sitoweza kufungisha ndoa hii. Baada ya mapumziko mafupi, karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amesema serikali inazidi kufanya uwekezaji wa miundombinu ya michezo ikiwemo viwanja vya kisasa vya soka ili kutoa wigo mpana kwa mchezo wa watani wa jadi nchini Simba na Yanga kuchezwa sehemu mbalimbali ya nchi. Mbwana Shomari ana taarifa zaidi.
Jumapili wiki hii watani hao wa jadi Simba na Yanga watacheza mchezo wao wa mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC msimu huu katika uwanja New Amani Complex Zanzibar. Msigwa amesema serikali unaotazama mchezo huo kuwa ni kimkakati katika kutangaza utalii wa ndani. Mechi ya Simba na Yanga ni moja ya bidhaa za utalii kwa nchi yetu. Sababu ni mechi ambayo licha ya kutazamwa na watu wa ndani pia inatazamwa na watu wa nje. Kwa hiyo tunaliangalia kimkakati na sisi matarajio yetu ni kwamba itaendelea kuwa na mvuto hivi hivi, na ndio maana serikali inaamua kuwekeza sana kwenye miundombinu ili dabi hii sasa iwe inaweza kufanyika maeneo mbalimbali ya nchi. Fanyike Dar es Salaam, sasa inakwenda kufanyika Zanzibar, tukimaliza Arusha tutaipeleka Arusha, tukimaliza Dodoma tutapeleka Dodoma. Katika hatua nyingine, Msigwa amewataka wachezaji wa timu ya taifa mchezo wa wheelchair tennis kwenda kufanya vizuri kwenye michuano ya Afrika itakayofanyika nchini Morocco Machi mwaka huu ili nao wapate goli la mama. Tunawapongeza sana kwa jitihada wanazoweka na tunawatakia kila la heri katika ushiriki wao wa mashindano ya kimataifa. Goli la mama lipo, lakini hatukwenda kwenye michezo yote, lakini wewe wacha wakafanye vizuri kwanza. Tutaona, mama hawezi kuacha. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba na Yanga wamesema na matumaini ya timu zao kuibuka na ushindi katika mchezo huo. Tuna majeruhi makubwa kwa sababu tunakwenda kwenye tension kubwa kabisa, yani kwamba ili mradi tutoe unyonge ili tushinde ile mechi na sisi tu katika mazingira mazuri. Umeona na wanafanya sana tu mpira uwanjani wakatusumbui sisi wale. Kwenye pichi tu wale kwa mababu. Sio kwa mababu ndio watu wawezagi. Lakini kwenye pichi zile hawana timu kutusumbua sisi. Hata mara 6 wametufunga kweli. Kuna sehemu ametufunga kimpira, kuna sehemu ametufunga kiujanja tu. Simba katakuja kama anavyokuja yule anapigwa goli nyingi sababu Yanga kila mchezaji yupo kwenye perform. Hapo pale katikati sasa pale mjomba ndio nitawafuga pale kwa sababu hawana katikati mtu muhimu kabisa katikati pale hawana. Katika mchezo huo watani wa jadi utakaochezeshwa na mwamuzi wakati Nasoro Mwinchui, klabu ya Yanga ndio mwenyeji wa mchezo huo huku wanakutana wakiwa wameshacheza michezo 10 kwa kila timu na kujikusanyia alama 28 kwa klabu ya Yanga akiongoza na msimamo wa ligi kuu ya NBC, wakati mtani wake klabu ya Simba yenyewe imejikusanyia alama 23 ikishika nafasi ya 3 kwenye msimamo. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Asante Mbwana Shomari kwa taarifa hiyo. Benchi la ufundi la timu ya Pamba Jiji ya mkoa Mwanza limesema wamejipanga kuendeleza ushindi kila mchezo wanaocheza kwenye uwanja wao wa nyumbani, ukiwemo mchezo dhidi ya Azam FC utakaochezwa siku ya Jumatatu ijayo kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Tupate taarifa kamili. Msemaji wa klabu ya Pamba Jiji Moses William amesema benchi la ufundi chini ya kocha mkuu Francis Baraza linaendelea kuwaimarisha wachezaji na kurekebisha mapungufu yaliyojitokeza katika michezo iliyopita, kiamini katika mchezo dhidi ya Azam Football Club timu yake itapata ushindi. Maendeleo na mazoezi kama kawaida kuelekea kwenye mchezo wetu unaofuata dhidi ya klabu ya Azam. Mechi itakuwa ngumu, tunafahamu ubora na fomu ambayo wamekuwa nao Azam FC, lakini ukweli ni kwamba wanakuja kunako uwanja wa CCM Kirumba na ni kipindi ambacho sisi hatuhitaji kusikia jambo lingine lolote zaidi ya ushindi. Haitokuwa rahisi tunafahamu, lakini malengo yetu ni kukusanya alama kwenye michezo yetu na michezo ambayo tunacheza nje ya CCM Kirumba. Kocha mkuu Francis Baraza amesema anatambua ugumu wa mchezo na Azam Football Club, lakini vijana wake kwa sasa wana hali ya kuhakikisha wanaendeleza wimbi la ushindi. Ana mfumo anaocheza anatumia, mimi na mfumo anaotumia. Ana wale wachezaji ambao ndio key players wake anawatumia, mimi na key players wangu nawatumia. So ni kuweza kuwadhibiti tu kwa ile fulani na tuweze kuwapunish kwa ile fulani. Na wachezaji wangu nimesema kwa awali kuwa tujaribu kupunguza yale makosa. Naona yani tukipunguza makosa matokeo tunayapata. Baraza anasema swala kutumia vizuri uwanja wao nyumbani kwao halina mjadala. Kwa vijana wangu nasema kuwa wakishaweza kuweka kuwa inakuwa kama uwanja nyumbani unakuwa kama ni kichinjio, inakuwa vizuri. Hao wenyewe wamedhibitishia kuwa hawataki kupoteza mchezo wote hapa, na ndio tunafanya juhudi. Unajua sio maneno tu ya kusema kuongea, ni ile by action. Kuja kuona wanachofanya saizi nimefurahia, na ukiangalia timu kiujumla wachezaji both departments zote. Kiungo pekee aliyeitwa katika kikosi cha timu ya Taifa Stars kilichoshiriki michuano ya AFCON huko Morocco, Nashon Naftali amesema wachezaji wote wanaongea lugha moja kuhakikisha wanashinda katika mchezo dhidi ya Azam Football Club. Malengo yetu ya msimu huu kwamba hatutaki kupoteza mechi nyumbani. Kwa hiyo hatujataka kusema ni mechi ya aina gani, ni mechi ya aina yoyote. Kwa hiyo kikubwa Azam na wenyewe wapo miongoni mwa hizo mechi ambazo tumeziplani.
Katika mchezo huo Pamba Jiji FC itaingia uwanjani ikiwa na kumbukumbu ya ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Namungo Football Club, wakati Azam Football Club iliibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Mtibwa Sugar Jumatano hii. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.